Naitwa Joseph Wilson, natokea wilaya ya Ukerewe, ni mwanachama hai wa Yanga kutokea tawi la Yanga Ukerewe. Mimi na engo mbili, nikiheshimu kwanza maamuzi ya mkoa. Naomba niongelee kwanza maamuzi ya wilaya yangu ya Ukerewe na wanayanga kutoka Ukerewe. Cha kwanza, wanayanga Ukerewe wanaungana na matamko yaliyotolewa na mikoa yote na viongozi wetu wa kitaifa. Wanayanga Ukerewe wanaomba injinia na kamati ya kiutendaji wasisubutu, waheshimu yale matamko yao, kuweka timu uwanjani tena kwa tarehe yote yenye udhalimu, yenye hila mbovu, yenye fitina na makando kando juu ya Yanga yetu. Hilo ni ombi la wanayanga kutoka Ukerewe. Pili, wanayanga Ukerewe wamenikumbusha kauli za Mheshimiwa Rais wa awamu ya 4, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Amekumbusha maneno kadhaa ambayo naamini waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla mnaweza mkatafuta kwenye mtandao mbalimbali juu ya matatizo ya Wallace Karia. Kama anazidi kujifunua juu ya Yanga yetu, hatuko tayari kuvunjwa moyo, kusababishwa hata ila mbovu alizonazo na magenge yake juu ya Yanga yetu. Tunasema hivi, mguu wetu mguu wake, Yanga isimame kwa kadri ya umri wake na mafanikio yake. Pili, nimesimama kwa niaba ya viongozi wenzangu wa Yanga mkoa wa Mwanza wa kimatawi. Naomba niwasilishe kama hivi. Cha kwanza, bado tunasimama na tamko la viongozi wenzetu wa kimatawi kutoka mikoa mbalimbali, tamko lilosemwa na kiongozi wetu, mratibu wetu wa kimkoa juu ya hila mbovu za TFF na bodi ya ligi juu ya Yanga. Nazidi kusitiza kwa niaba ya wenzangu, hatutakiwi kiongozi wetu, rais wetu Engineer Saidi na kabineti yake kusubutu wala kufikiria Yanga kukubali tarehe tajwa ya aina yoyote ile ndani ya msimu huu. Kubaliani, hatutopokea wala hatufikirii kupokea tarehe ya mchezo wa aina yoyote ile zidi ya Yanga na Simba ndani ya msimu huu. Nikielekea kuhitimisha, niombe kwa niaba ya viongozi wenzangu wa kimatawi, tunamuomba Engineer Saidi, kama anaupenda mkoa wa Mwanza na kanda ya Ziwa, asisubutu wala kupokea ushawishi wa aina yote ile, kupokea tarehe tajwa ya aina yote ile ya kidhalimu kutoka ndani ya bodi ya ligi, aidha TFF kushiriki mchezo wa aina yote ile zidi ya Simba na Yanga ambao sisi tunasema uliisha tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Hatukubaliani na udhalimu wa aina yote. Ndugu waandishi wa habari na viongozi wangu wa meza kuu, ni sehemu ya mapokeo ambayo naomba miyapokee, na waandishi wa habari miyafikishe kwa niaba ya viongozi wenzangu wa kimatawi ndani ya mkoa wa Mwanza na wilaya zake. Tunasema hatupokei tarehe aina yote ile, hatutoshiriki mechi ya aina yote ile, hatutokubali udhalimu, maonevu na mapotevu yanayosababishwa na viongozi wa bodi ya ligi na TFF kwa ujumla juu ya Yanga yetu. Hatutoshiriki mechi ya aina yote ile. Kwa majina anaitwa Suleiman Mohamed Ali almaarufu Sele Yanga, wengi upenda kuniita Ngariba Mnyama, semaji staff la tawi la Yanga Mwanza. Na hii ni kuni ya akiba, yani makuni yote yataungua afu inakuja kuni kumalizia kila kitu. Mimi ninasema na narudia kusema, ukiona Yanga inapata high performance, ujue ni quality ya wachezaji, sio tu bodi ya ligi wala TFF, ni quality nzuri ya wachezaji. Mimi nipende kuwapongeza wadhamini
wanaotudhamini klabu yetu kubwa na kongwe Yanga Afrika. Wameweza kutupatia mazuri, na yote matunda mnayoyaona yametoka kwenye nguvu ya wadhamini. Si tu kwamba kuna mapendeleo, si kuna kitu chochote, hapana. Upendeleo upo kwenye bodi ya ligi na TFF kwa jumla wake. Ukiona Yanga inapata high performance, ujue ni quality nzuri ya nini, ya wachezaji. Tofauti na hapo hatuwezi kupata matokeo, kwa sababu kama unakumbuka kipindi cha Mwinyi Zaela, mechi inachezwa Mbeya, refa hataki Yanga apate matokeo, wala uongozi na bodi yake na maagizo aliyopewa, mpaka kocha wetu alilia Mwinyi Zaela, timu ishatanguliwa goli 2 kwa uzembe tu wa waamuzi. Hawaitaki mafanikio ya Yanga Afrika. Tumetoka mbali na uongozi umetunyanyasa sana. Sasa basi tunasema sasa basi. Jamani, hii ndio siku yetu ya kueleza nchi na Watanzania wote na nje ya nchi, kwa sababu unapoiongelea tarehe 8 haikusanya tu Watanzania peke yao au wana Mwanza peke yao, imekusanya nchi nzima na watu wa nje ya nchi. Maafa haya sio ya Tanzania tu, ni mpaka nje ya nchi. Upendeleo umekisiri ndani ya TFF. Tunachokisema sisi kama wana Mwanza na kama mkoa, tunahitaji point 3 na hakuna kingine, na tunahitaji Karia aweze kujiuzuru, na ili tujue kabisa ametuomba radhi, basi aweze kwanza kujiuzuru afu ndo aombe radhi. Sio aombe radhi kabla ya kujiuzuru. Sisi tunahitaji hicho kitu kifanyike haraka sana. Yeye kama kweli ni mcha Mungu, na aweze kuangalia ni kitu gani ambacho amekosea. Watu wote waweze kuwa na wadhi yake tu kama watoto. Kuendesha timu ni gharama, ni kosti kubwa sana. Na kwa Mwanza hii sisi tumesafiri kwenda Dar es Salaam, tumepata hasara ngapi? Unaacha familia, unaenda kwenye game afu inaahirishwa kejeje. Hata kikao alichokaa cha masaa 72, wapi sheria na kanuni inajadili fujo? Hakuna kipengele kinachoongoza kujadili fujo. Fujo masaa 72 inakaliwa baada ya mchezo husika, ndio masaa 72, sio kujadili fujo. Uharaka ule walitoa, uharaka ukweza kukaa kujadili lile swala ulitoka wapi, kwa sababu kuna mtoto wa mama kaguswa, tuweze kuitisha press haraka kienyeji kama unakatakata nyani. Karia, fika mahala uone kabisa. Mimi nasemaje, kama angaliba mnyama, mtu mzima apotee njia mara 2, hatuchezi mechi. Kwangu machache ni hayo. Hii ni kuni akiba, nimemaliza. Kama wazee walivyotanabaisha, hii ngoma imeshawaka, ikizima mulika, ikiwaka papasa. Tunaenda, tutajibiwa kasi, kimalizika Karia jiuzuru, tunataka point 3, na ili tuombe zamani ukiwa umeshajiuzuru. Kuna watu wengi wakalia hicho kiti. Mwingine anaitwa Tina Malius. Niko hapa mbele kuungana na mikoa mingine kwa jambo ambalo tumeamua kulifanya, kwa sababu Karia alichokifanya hatujakipenda. Kwa sisi wana Mwanza tulitoka hapa tukaenda Dar es Salaam tukijua kabisa tunaenda kucheza mpira, na tulipofika kule tulivunjwa moyo, tulinyeshewa mvua, na bado from nowhere anatoka anaongea vitu ambavyo hatukumuelewa. Kama yeye ni kiongozi, kwanza ajitathmini. Anatoka anaongea pointi ambazo hazieleweki. Kitu kingine, asilewe madaraka. Yanga ni timu kubwa na tunajiamini, na pia yani yeye anatakiwa atambue anaongoza watu wenye akili timamu. Cha kwanza, hatuchezi mechi, tumeungana na mikoa mingine. Cha pili, sisi kwa kumuonesha sisi ni Yanga na yeye ni kiongozi, tulimwamini kwa sababu yeye amevunja uaminifu, kwamba yeye anatuona kama anaongoza watoto wadogo. Tunataka tumfunze na tumpe kwamba sisi tuna uwezo wa kufanya chochote yeye, kwa sababu ameamua kufanya vitu tofauti na sheria zinazohusiana na mpira. Kama yeye ni kiongozi, aende sawa, tuongoze sawa. Sisi tuko tayari kuongozwa kisheria na kanuni. Sisi wana Yanga wa Mwanza tumesikitika sana,
tumegaramika. Upendo ni gharama, tumetumia gharama zetu kwenda Dar es Salaam. Haiwezekani from nowhere tu mtu anatoka ambaye ni kiongozi tena anaongea vitu vya ovyo, anaongea yani anatuvunja moyo. Tulikuwa hatuna nia ya kuongea haya, ila tunaomba tutoe moyoni mwetu. Ametutesa muda mrefu, tumechoka. Tumenyanyasika sana, sasa hivi imefika mwisho. Tumeambiwa mambo ya ovyo, kila kitu ni sisi. Ukiangalia mambo mengi hayaendi, sasa tunanyamaza. Tumechoka kunyanyasika. Kiongozi wetu GSM, rais wetu, ukiangalia GSM gharama alizotumia ni kubwa mpaka sisi kusimama. Ukiangalia timu yetu mpaka imesimama. Tulikuwa ni omba kwa anatuambia sisi tunaomba. Sasa hivi tumesimama imara, anataka kutuangusha. Anataka tufanye nini? Sisi ndio mabingwa wa nchi, tunasema hivi, hatuchezi mechi. Na kama yeye ana mtu wake ambaye amemwandaa kuwa bingwa, Yanga ni bingwa tena, tunataka haki yetu. Na kitu kingine, tunataka pointi zetu 3, Halale amke, Halale afanye nini, yani kiongozi aache kutuchenga. Tunataka pointi 3, Yanga bingwa tena.